Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kwa kuelezea hakika idadi ya miezi ili utimie mwaka ni lazima mwaka uzungukiwe na miezi 12. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kama katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne ni mitukufu. Kuna miezi minne ambayo hiyo ni mitukufu tofauti na miezi mingine, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuambia kama katika mwaka kuna miezi 12 na vile vile kuna miezi minne mitukufu, akasema fala tadlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwenye hiyo miezi minne, na vile vile msidhulumu nafsi zenu katika miezi mingine. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakubainishia kama hii miezi mingi. Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio akaibainisha katika hadithi yake aliyosema, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum 3 mutawalliyat ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب المضر الذي بين الجمادى والشعبان. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatubainishia kama hii miezi minne ni Dhulqaada na Dhulhijja, ambayo miezi hii imeondoka kwa sisi muda si mwingi. Alafu akasema wa Muharram, ambao ndio huu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kwa nini ndugu zangu watukufu wa Kiislamu hadha shahr sumia Muharram, umeitwa kuwa ni mwezi Muharram? Kabla ya Uislamu ulikuwa unaitwa Muharram, na baada ya kuja Uislamu na baada ya kutumilizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema shahrullahi Muharram, mwezi wa Mwenyezi Mungu Muharram. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Waarabu waliwita mwezi huu kuwa ni Muharram kwa sababu wao liannahu la yastahilluna fihi alqital, kwa sababu wao walikuwa hawahalalishi katika mwezi vita. Na Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema shahrullahi Muharram idafatan, kwa kuegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala takriman wa tashrifan wa ta'dhiman li hadha shahr, kwa ule utukufu na ule ukarimu wa mwezi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, miongoni mwa mabora wa mwezi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewekea kuwa una fadhila khas na am. Fadhila am ni mwezi wote, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Ama katika tarehe yoyote utakapofanya jambo la kheri, basi utakuwa umefanya jambo la kheri katika mwezi mtukufu na utalipwa mara mbili ya miezi mingine. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, na ule utukufu ambao ni khas ni ule ambao unapatikana katika yaumu Ashura, siku ya 10 ya mwezi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwani miongoni mwa kumbukumbu ambazo tunakumbukwa zilikuwepo katika mwezi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, huu mwezi ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliufaradhisha. Kabla ya kufaradhisha Ramadhani aliwaamrisha mtume na watu wake, na mtume pia akawaamrisha masahaba zake wafunge huu mwezi. Nusikhat faradhiyatuha, ukafutwa ule ufaradhi wake, wabakia sunnatan muakkada, ikabakia kuwa ni sunnatu muakkada. Katika hadithi ambayo imepokelewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu alisema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, ni kufunga mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Muharram. Bora
ya siyamu, bora ya saumu ambazo ni bora baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kufunga shahru Muharram. Na ikabainisha ndugu zangu watukufu wa Kiislamu ile ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikusudia aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliposema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipoulizwa kuhusiana na kufunga Ashura, akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati madat al-madhi. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninatarajia kupitia kuifunga hii yaumu Ashura Allah subhanahu wa ta'ala afute madhambi ya mwaka ambao umepita. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika mwaka mzima hakuna siku ambazo mwanadamu anapozifunga kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahesabika mja huyo atakapofunga bila kuwa akafutiwa madhambi ya mwaka uliopita, isipokuwa hii siku ya yaumu Ashura, leo ni siku ya 10. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, miongoni mwa matendo ambayo yanatakiwa tuyakithirishe sana sisi kama Waislamu kwa kutumia hii fursa kwa huu ni mwezi mtukufu, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kufanya matendo mema, ni kufanya matendo mema na kutokudhulumu nafsi zetu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, miongoni mwa matendo mema, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, الرجوع إلى الله بالتوبة والتمسك بأوامر الله وطاعته واجتناب عن النواهي. Ni kushikamana na yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake, na vile vile kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia kwake yeye. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhama, kabla ya kufika Madina, walikuwa wale Mayahudi wakifunga hii siku, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, na pia wakiutukuza huu mwezi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Pale ilipokelewa hadithi kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas, kana nabii sallallahu alayhi wasallam yasumuhu qabla al-hijra, alikuwa akifunga hii siku kabla ya kuhama. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, lakini alipofika Madina akawakuta Mayahudi wanafunga. Walikuwa wanafunga kwa nini? Walikuwa wanasema kwa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa mtume wake Musa kutokana na Firaun. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, nahnu ahaqqu bi Musa minhu, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kushinda wao. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, walikuwa wakifunga wao, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, shukran lillah, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kitendo cha kumwokoa Nabiyullah Musa alayhi salam. Na sisi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tunatakiwa katika huu mwezi kudhihirisha mambo ya khairat, na vile vile ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tufunge hii siku sio kwa makusudio mengine yoyote. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, cha kwanza ni kutekeleza au ni kufuata na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Cha pili, shukran lillahi jalla wa ala. Na huu sio mwezi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ya kufanya matendo mengine yoyote, kwani tutakapofanya matendo mabaya
tutakuwa sisi tumeingia katika makemo makali ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema fala tadlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo na miezi 12 nafsi zenu. Ud'u Allah wa antum mu'minun